tunakukaribisha vile vile kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube, andika anwani yetu ya ITV Tanzania. Wakazi wa kata ya Iyunga Mapinduzi jiji la Mbeya wameutaka uongozi wa jiji hilo kuharakisha mpango wake wa kupeleka mtambo wa kuchimba visima vya maji katika eneo hilo ili kuondokana na changamoto wanayopata sasa ya kukosa maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya shughuli mbalimbali. Changamoto tuliyopata, tumepata shida sana kupanda milima, kutembea usiku, kuchota maji. Naacha kazi, naenda kutafuta maji. Mara nyingine hata visimani tunakosana. Wewe umemaliza maji, wewe umemaliza maji, na wenzetu tulikuwa tunakosana kwa ajili ya maji. Sasa ninashukuru mtambo huu kwa kutufikia. Yaani tulikuwa tunashinda hata kuwahi kazini kwa ajili ya maji. Lazima uchote maji uweke ndani, na tulikuwa tunatumia muda mrefu kuchota maji. Kazi nyingine unaenda mchana kabisa. Yaani huu mtambo utaturahisishia kwa sababu maji tutakuwa tunapata kwa ukaribu zaidi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Na furaha sana kuona mtambo wametuletea, mtambo umefika, kwa sababu tulikuwa na shida ya maji. Ni masaa mawili ya kwenda mtoni, unakaa masaa 8-7 na unarudi bila maji. Ukikosa umekosa, unarudi bila maji. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana kuona gari la mtambo limefika, tuna furaha sana. Madiwani katika jiji la Mbeya wameagiza uongozi wa jiji la Mbeya kutafuta maeneo mapya kwa ajili ya makaburi kwa kuwa maeneo yaliyopo kwa sasa ni machache. Watu wengine tunaenda kujenga makaburi, tunatumia maeneo makubwa sana ambako yanachukua nafasi kubwa ambayo inawezekana pia kaburi moja linaweza likawa kama nyumba. Yaani mtu anajenga kama nyumba. Sasa inachukua nafasi kubwa ambayo inafanya sasa mji ushindwe kupangika vizuri, na maeneo ya makaburi yanajaa kwa haraka sana. Kwa sisi kama halmashauri ya jiji la Mbeya, kwa sababu jiji maana yake yanatakiwa lipangwe. Sasa kama yanatakiwa lipangwe, tunatakiwa pia tujipange namna gani ya kuyaweka makaburi yawe vizuri. Kwamba maeneo yetu basi tusiharibu, tutumie vizuri, kwa sababu ardhi haiwezi kuongezeka, wananchi tunaongezeka kila leo. Sasa angalau tukisimamia kwenye maeneo yetu tuliyotenga, basi itakuwa ni vizuri, kwa maana kusiwepo na kuzika kiholela. Kwa sababu ukienda kwenye maeneo unakuta kaburi ile moja ni kubwa, lingine ni dogo, wengine wameacha nafasi, sehemu zingine makaburi yamebanana. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama viongozi basi tuchukue kauli hii, kwa maana kuhamasisha na kutoa elimu kwa wananchi wetu, ili angalau sasa maeneo yetu yabaki kuwa salama. Afisa usafirishaji kutoka wilaya ya Chunya wamesema baadhi ya watumishi wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA wilayani humo wamekuwa wakiwabambikia makosa ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani na kuwataka kutoa rushwa ili kutolipishwa faini hizo. Watu wa LATRA wakikukamata barabarani, pikipiki umenua leo haina peti namba, haingii kwenye mfumo wa kukata LATRA, lakini bado wanataka kukamate wakupeleke kwenye ofisi yao, na huku kilalamika bwana hii haina peti namba. Na kataje LATRA, bado wanakuforce na kukupeleka na kukutaka posho zisizokuwa za lazima. Alafu tunataka kuongea, wanakuzuia tusiongee. LATRA wamekuwa kama ni watu wauni, wanakaa vichocholoni kutukamata. Alafu kiwaelekeza, jamani mimi sina, labda leo sina hela nitakata kesho, wanakamata pikipiki na kuifungia mnyororo, haufanyi kazi wiki 2, mnalala na njaa nyumbani, alafu ukilalamika unaonekana hauna namna. Nimeshuhudia ni mwezi huu, ni tarehe kama sidhani silikuwa tarehe ngapi mnada uliopita huo, walikaa vichocholoni, bodaboda nyingine inapita wanamsimamisha huyu nusu agongwe na ile bodaboda nyingine. Sasa inahatarisha usalama sana. Yaani naomba watuwekee angalau namna fulani hivi. Fair, waweke fair. Wapo kazini, ila wajitahidi sana kutembelea na sehemu zingine. Natakiwa kikukamata, kama ni kuandikiwa faini uandikiwe, kama ni onyo akuonye, na kama ni leseni pia akukatie, akupe konto namba, uondoke na pikipiki yako ukalipe. Si tunaelewana? Ikitokea umezuiwa na una konto namba na umemwambia utalipa, namba yangu si nimekupa, piga simu, si ndio? Na wao nimeshawaelekeza, ukipiga simu nitaelekeza nini wafanye, si ndio?
Baadhi ya wakulima wa mazao ya mahindi na maharage mkoani Mbeya wameuomba uongozi wa wakala wa vipimo mkoani humo kuzikagua mara kwa mara mizani ambazo wanatumia wafanyabiashara kupima mazao wanapoyapeleka, kwani mizani hizo zimekuwa zikionyesha uzito tofauti na wao walivyopima. Lakini pia bei za mizani kwa sisi wakulima kidogo huwa tunaona zipo juu sana. Kwa mfano kuna hii mizani ambayo mara nyingi inatumia mawe. Tulikuwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunaipata kwa $120, miaka kama 6 nyuma. Tulikuwa tunanunua kwa $120, lakini sasa hivi kupata bei imekuwa ni kubwa, $200 hadi na 80. Kitu kinachopimwa ndio uhalisia wa kitu chenyewe. Tofauti na huko tulikotoka tunapimia madebe, visado, unakuwa una uhakika. Na waasa wafanyabiashara wetu kwamba wao wanatumia mizani ambayo imehakikiwa na wakala wa vipimo, kwa sababu ukaguzi wa mzani uko kwa mujibu wa sheria ya wakala wa vipimo sura 340 na mapitio ya. Na watu 14 wakiwemo watoto wenye ulemavu wa viungo vya mwili kutoka jimbo la Uyole mkoani Mbeya wamepatiwa msaada wa vitimwendo na mbunge wa jimbo la Uyole Mheshimiwa Tulia Ackson, ambaye pia ni spika mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Biashara zangu nilikuwa nauza tumkaa, tumaandazi, tukuni. Nilikuwa napata shida sana kwenda kwenye kijiwe cha kusema niende nikafanye kazi. Lakini sasa nimepata kitimwendo, nashukuru sana, asanteni sana. Hichi kiti kitanisaidia kwa ajili ya kubeba mrefu, kitakuwa kimenikomboa kwa namna hiyo. Toka mwanzo tulikuwa tuna uwezo wa kupata kitimwendo, ndio maana alikuwa na kitimwendo. Sio kwamba hawa watoto ni mzigo, hapana. Yaani mzigo kama wewe ambao mimi na wewe tunaenda huko kuchakarika, wao wanashindwa kwenda. Kwa hiyo mzigo wa sura hiyo, maana watu wasije wakaanza kufikiri mtoto mwenye ulemavu ni mzigo. Hapana, ni baraka kutoka kwa Mungu, na anakuwa anajua namna gani atampitisha salama huyo ambaye amempa huo mtihani. Tuendelee kutoa ushirikiano kwa hawa ndugu zetu wenye mahitaji ya namna hii, ili na wao wafikie mahali ambapo wanaweza kuwa wanatabasamu kama sisi tunavyotabasamu. Na mtazamaji, tunakaribisha maoni yako kuhusu taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni x.com kwa anwani ya ITV Tanzania, Thread kwa anwani ya ITV TZ, Facebook kwa anwani ya ITV Tanzania, YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania, pamoja na mtandao wa Instagram kwa anwani yetu ya ITV TZ. Na mtazamaji, kwa nukta hiyo na kufikia hapo tumefika tamati ya taarifa hizi za hapa na pale kutoka jijini Mbeya kwa siku ya leo. Kwa taarifa za kina zaidi kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, tafadhali usikose kujiunga nasi kutazama taarifa kamili ya habari hapa ITV itakapofika saa 2 kamili usiku. Fuatacho TV ni kipindi cha marudio ya Mjue Zaidi. Wiki hii ndani ya Shika Pamba 5 Show. Muda wa kutoa kafara umefika. Unatakiwa mpeleke mkeo kwa